nje akapokewa na mashabiki wa klabu hiyo kongwe hapa nchini. Elizabeth amesikika hapo, lakini wimbo mkubwa wao hatuchezi. Lakini kwa kile ambacho kimezungumzwa, akina kumung'unya maneno, tumekisikia nini ambacho kinaonekana jana kimejadiliwa, lakini bado ikionekana kama limejadiliwa swala la mchezo wa dabi wa Machi 8, mchezo namba 184 umeshindwa kupata majibu. Kiongozi wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu alichokizungumza na alichokuja kukizungumza engineer, zinaonekana kama kuna kauli mbili ambazo zimetofautiana kwa kiasi fulani. Ule utofauti unakuja kwa namna watu ambavyo walipokea na matarajio ya watu wengi ilikuwa ni nini, kwa sababu kiongozi wa Simba anazungumza kwamba wao waliitwa kwa ajili ya kujadili maendeleo ya mpira wa miguu. Yes, sio swala la dabi kabisa yani. Sio swala la dabi kabisa. Lakini hivi swala la dabi sio maendeleo ya mpira liko kwenye maendeleo ya mpira lakini sasa ili tu unaona, mfano kama nikupe mfano kitu kimoja. Hii ni studio. Ndio. Lakini studio kuna kompyuta, kuna mixer, kuna keyboard, kuna AC, kuna meza, kuna viti. Ukikitoa kiti hapa, vitu vyote ambavyo viko hapa ndio vinaunda ionekane kwamba studio, lakini sio kwamba ukitoa kiti kwamba ionekane kwamba ni studio. Kuitoa Simba na Yanga kwenye maendeleo ya mpira wa miguu sio kwamba hayatakuwa maendeleo ya mpira wa miguu, unaona? Lakini wakiwemo pia ndani bado wanaendelea kuwa katika upande ule ule wa maendeleo ya mpira wa miguu. Swala la dabi kuahirishwa, nafikiria mimi malengo makuu ya waziri na lile jopo lake mpaka wanakuja kuitisha hivi vikao, walikuwa wanaangalia namna gani wanaweza wakapata suluhu kuhusiana na hili jambo la mchezo ambao umevunjika. Alafu unaonekana pande zote nne zinaonekana sasa hivi kila upande unaona hauna kosa, kila upande unaushtumu mwenzake kwamba wana makosa. Kinachotafutwa ilikuwa ni suluhu, lakini alichokuja kukizungumza Murtaza Mangungu kakigeneralize, ila engineer yeye kaja kuwa specific kwa sababu walihitaji kupata ripoti na wakatoa akaenda kuwasilisha mbele ya wizara kitu gani ambacho kilifanyika, kitu gani ambacho wanaona. Kwa hiyo wanasubiria kwamba yale maamuzi yaje kutoka ni maamuzi gani. Ndio maana amezungumza pale kwenye maongezi yake mwishoni, anamaliza tusubirie vikao vingine kwa sababu ikikao kiwezi kuwa cha mwisho, itakuwepo mwendelezo. Maana yake hili la jana limefungua series ya vikao mpaka ije kufikia suluhu ambako watakuja kuwa na kauli moja ya kukubaliana. Kilichofanyika kwa siku ya jana, ujue katika zile tunasema zile njia za kutatua matatizo. Njia za kutatua matatizo zipo njia nyingi sana. Lakini katika kipengele kimoja ambacho watu wengi huwa wanausudu, ambacho kinachukua tena muda mrefu sana, ni njia ya amani au kufanya mapatano kwenye meza, mbele ya meza. Yani hapa tunazungumza kama vile tulivyokuwa tunadai uhuru. Kuna arm struggle. Ndio. Sasa hii njia mara nyingi huwa inachukua muda mrefu sana. Inachukua muda mrefu sana kwa sababu hakuna upande mara nyingi ambao wao unapenda kuona ukiumia. Sasa ili kubalance vitu viende kwenye mstari, usionekane kama kuna upande ambao umenyonywa na upande mwingine umependelewa. Ndio maana unakuta unatumika muda mrefu sana kwenye process ya kufanya suluhu mezani. Kilichofanyika siku ya jana, kila kundi lilikuwa linaingia kwa wakati wake, ambao sasa tunasema katika ile preliminary stage, first step wamefanya vizuri, kama naweza kuwapongeza wizara kufanya vile, kwa sababu Simba wameingia kivyao, Yanga wameingia kivyao, bodi ya ligi wameingia kivyao na TFF wameingia kivyao. Kwa hatujui walichoenda kuzungumza TFF kama kipo sawa na kila ambacho wameenda kuzungumza Yanga. Hatujui kama alichozungumza Simba kama kipo sawa na kila alichoenda kuzungumza bodi ya ligi. Kwa hiyo ilikuwa ni mwanzo tunasema katika ukusanyaji wa taarifa za awali, kuangalia upande huu unasemaje, upande huu unasemaje, kabla hatujaja sasa kwenye meza ya maridhiano. Ndio hiyo kauli ya engineer imetoka kwamba utakuwepo mwendelezo, na Mangungu ukimsikiliza mpaka mwisho na yeye anazungumza kutakuwepo na mwendelezo. Huenda tukirudi mara nyingine tunaweza tukaambiwa hilo swala la dabi, lakini leo sisi hatukuongelea dabi. Akaulizwa mbona viongozi wa Yanga wanadai kwamba wao walikuwa wanazungumzia dabi, akasema sikuwa kwenye kikao cha Yanga, mimi nilikuwa kwenye kikao cha Simba, nipo hapa kwa ajili ya kuwakilisha Simba. Tulichokizungumza sisi ni hiki, wao kama wamezungumza dabi ni wao, na sisi muda wetu ukifika kama tutapewa kuzungumza hivyo tutazungumza, unaona? Kwa hiyo inaonyesha bado hata ile ambayo yalikuwa ni mategemeo ya mashabiki wengi
na wadau wa mchezo wa soka nchini kusubiria kile ambacho labda kingepatikana jana bado hakijapatikana. Ndio maana pia unaona hakuna taarifa ya bodi, hakuna taarifa ya TFF, hata wizara yenyewe bado haijatoa taarifa rasmi ni nini mpaka hivi sasa. Na kingine ambacho inaonekana sasa watu wameanza kurudi nyuma. Ujue hili jambo lilikuwa linaonekana kwamba linaweza likaisha haraka, lakini sasa linaonekana kila siku linaibua sura mpya, linaendelea kukua. Ukikumbuka zile kauli ambazo alikuwa anazitoa mwenyekiti wa bodi ya ligi Mzee Steven Mguto, ndio imekuja kulipelekea hili jambo linakuwa kubwa zaidi. Lakini ukitoka hapo huo ni upande mmoja wa bodi ya ligi. Ukienda upande wa pili ambako ni shirikisho la mpira Tanzania TFF, zile kauli ambazo interview alizofanya mara mbili wale Skaria na media moja akiwa TFF pale ofisini, lakini ile ambayo alifanya akiwa uwanja wa ndege wanacheza na mpira. Kipindi anarejea nchini baada ya kuwa ametoka kwenye uchaguzi wa FIFA na CAF. Zile interview mbili alizozifanya ndio zimekuja sasa kwenda kuweka chumvi kwenye kidonda ambacho watu wakaamua kusimenti misimamo yao, kitu ambacho kimekuja kutufikisha huko. Sasa kitu ambacho naogopa mimi mpaka sasa hivi, jana nilikuwa naongea na Peter nikamwambia tena kwenye maiki, ili jambo linakoenda bado wizara haiwezi kulimaliza. Wizara inachotafuta wapate maridhiano, kukubali pasipo kukubaliana. Yani tunakubali pasipo kukubaliana ili tuendelee kuwa salama katika mchezo wa mpira wa miguu nchi, kwa sababu wizara haiwezi kutoa maamuzi mbele ya hili jambo mpaka sasa hivi. Hakuna namna wizara itaweza kufanyaje kutoa, yani ndio maana nikwambie kitu kimoja. Wizara hapa inajaribu kuwaleta pamoja watu, wajaribu kurudi nyuma na tunasema tunapunguza yale makali, lakini hatuwezi kuyamaliza. Ndio wizara inachokifanya, kwa sababu at the end of the day wizara haina mandate. Wizara haiwezi kuwa na mamlaka ya kuamua mchezo uchezwe au usichezwe. Haina mandate ya kwenda kupanga fixture kwamba mchezo utachezeka mwezi wa 6 tarehe 18 siku ya birthday ya Lamse. Mpaka hivi sasa inatafutwa busara ili watu wakutane katikati pale. Kama kuna upande utaumia, ila maumivu yasiwe makubwa na sio kanuni. Kwa sasa hivi kanuni tuangalie kanuni. Tunaanza kwanza busara. Kinachotafutwa sasa hivi imeanza busara, alafu baada ya hapo sasa wizara ndo tuje kurudi kwenye kanuni, kwa sababu ndo maana nimekwambia mpaka dakika ya 90 tutaenda katika huo mchezo. Bado wizara haiwezi kulitolea maamuzi li jambo, kwa sababu inajua madhara ya yenyewe kufanya vile. Na mpaka sasa hivi li jambo linafika katika level hii. Ujue dunia ni kijiji. Tunaishi na watu wa mpira siku zote. Yani mazingira ya mpira yani ni sawa na mvuvi. Mvuvi marafiki zake wengi watakuwa ni wavuvi wale. Muindaji the same apply. Ndio maana unakuta kundi la walimu mtaani kwenu marafiki zao ni walimu. Wafanya biashara hivyo, matajiri hivyo. Unaona? Watu wa mpira marafiki wao wakubwa ni watu wa mpira. Kinachoendelea Tanzania sasa hivi kuhusiana na Simba na Yanga kinajulikana sasa hivi Afrika nzima. Kinajulikana sasa hivi dunia nzima kwa watu ambao wanafuatilia mpira, kwamba kuna mchezo ambao ni mkubwa ndani ya ligi fulani ambayo inatokea nchi fulani au kufanyika. Ndio wanasubiria kupata maamuzi. Tunasubiria hayo maamuzi yatakuwa yako upande gani. Na remind you, kuna nchi kadhaa ambazo zimewahi kufanyaje kuumia kutokana na kesi kama hizi. Sasa na wao wanasubiria kama litatokea kama ambao liliwatokea wao wakaumia, wanasubiria kuiona FIFA na CAF wanachukua hatua gani. Zitachukuliwa kama walizochukuliwa wao au zitakuwa ni tofauti, ili na sisi turudi mezani tena kwenda kudai haki, tukishinikiza uongozi wa juu uweze kujitoa madarakani kama kilivyokuwa kipindi kile cha Rais Issa Hayatou akiongoza CAF. Sawa. Kama ambavyo imekuwa pia katika shirikisho la mpira pale Kameruni upande wa Samuel Eto'o. Unaona? Na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa kukiendea kwa busara kubwa sana na akili, lakini kinahitaji hesabu ya hali ya juu ili upande mmoja usije ukawa na makali kuliko upande mwingine. Kwa hiyo kinachotafutwa sasa hivi ni busara ili baadaye turudi kwenda kuzitumia kanuni. Wanaorudi kwenda kuzitumia kanuni watakuwa ni watu gani? Ndio huyo TFF na bodi ya ligi ambao wanaonekana ndio wametengeneza ili ombwe la mpasuko wa hivi vilabu viwili au wa ule mchezo kutofanyika mpaka kufikia stage ambako tu. Sawa.